Naam, mpendwa mtazamaji, leo tupo na Prophet Samuel Bunganga, mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia kwa viwango vikubwa. So leo tuko hapa kwa ajili ya neno la mwaka, lakini pia atupe maneno machache kulingana na namna ambavyo mwaka tuliomaliza na mwaka tunaoingia mwingine. Kama mtumishi wa Mungu, karibu sana mtumishi wa Mungu. Unaonaje mwaka tuliomaliza na mwaka tunaoingia? Kitu cha kwanza tunambariki Mungu. Amen. Tunambariki Mungu kwa sababu ya mwaka huu tumeomaliza. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka ya mambo mengi, matokeo mengi duniani. Mainchi tofauti watu wamepitia mambo mengi sana. Na pamoja na haya yote, kuna mali Mungu ametoa watu na kuna mali Mungu amepeleka watu. Ukikae urealize mali Mungu amekutoa in 2025 ili kufika leo. Yes. Utakuwa na hakikisho ya kule tunayoenda ni wapi. Sawa kabisa. Kwa sababu picha ya mali tunapoenda tunaipata leo. Namna ulioongoza maisha yako na namna uliojipanga mwaka huu wa 2025 inakupa hakikisho ya kujua huku tunakoenda ni kitu gani kinayotusubiri. So in short, naweza kusema mwaka inaokuja, mwaka wa 2026, sio kuvuka na kuingia kwa hiyo mwaka kunaweza kufanya watu waweze maisha. Kuweza maisha sio kuvuka mwaka. Sio mwaka inabadilisha maisha ya mtu. Sio mwaka inafanya mtu aweze. Because mwaka ni system. Hiyo system inatii mzunguko wake. Miezi ni hiyo tu. Wakati tutavuka, utaona tutaanza na mwezi wa kwanza ambaye ni Januari. Itafuata tena ya pili, ya tatu, tutafika tena mwezi wa 12 ambaye itatutakiwa tena tuvuke mwaka nyingine. So system haibadilike. System ni hiyo. Na kitu watoto wa Mungu inastahili wajue ni ya kusema, kila mwezi ina maroho yake. Kila mwezi ina mapepo yake. Kila mwezi ina mashetani wake. Kila mwezi ina system ya kiroho inayoicontrol. So hiyo system haibadilike. Ile mapepo inayocontrol mwezi wa kwanza, wakati tunavuka tutakuta hiyo mapepo na ina control mwezi, ili hakikishe watu waishi maisha ambao wao wameipanga kwa ajili ya hiyo mwezi. Ndio maana nimekuambia mfumo ama mzunguko ni huo tu. System haitabadilika. Sasa ukivuka mwaka na unarudi kwa hiyo maisha ulikuwa naishi, unarudi kwa hiyo hatua ya vitu ulikuwa na viishi, basi ujue sema mambo ulioishi mwaka iliyopita itajirudia tena, kwa sababu za system ya operation ya mwaka haitofautiani na ya jua na mwezi. Okay. Wakati Mungu aliumba jua na mwezi, aliumba ili mwezi itawale usiku na jua itawale mchana. Na wakati hivi vitu viwili vinaotawala, utaona ya kusema jua ikishatoka asubuhi, tukifika mchana lazima ifanye nini? Ipotee kabisa. Yache fazi ili mtawala mwingine akuje ambani nani? Ni mwezi. Mwezi nayo usiku italeta mwanga wake tofauti na wajua. Na tukishafika tena asubuhi utaona mwezi inapotea, inaacha tena fazi ili jua ifanye nini? Itawale. So that is the system. Na hiyo system, mtu aweza kusema jua ya kesho itabadilisha maisha yangu. Mtu aweza kusema mwezi ya usiku itabadilisha maisha yangu. Mwezi ni hiyo, mzunguko ni huo, lakini inatakiwa wewe ujiandae kufuatana na siku ya kesho. Sio siku ya kesho itapanga maneno kwa ajili yako. Okay. Sio siku ya kesho itapanga
project kwa ajili yako. Siku ya kesho itakupatia ni fursa ya wewe kuamka, lakini mambo utakayoyafanya, mambo utakayo realize, sio siku itakupatia, ni wewe njo utampatia siku mambo yako. Unajua kesho nikishamka asubuhi nitafanya kitu fulani, nitafanya kitu fulani, nitafanya kitu fulani, na siku ya kesho itakupa opportunity ya wewe kuamka ili utimize mandoto yako. So kuna watu wengine anaweza kuamka kesho ana na ndoto, siku haitampatia ndoto, siku haitakupatia kazi ya wewe kufanya. Ni wewe ndio unatakiwa kupatia siku malengo yako. Naona? Okay. Ili malengo yako ifanye nini? Ingie kwa alignment na nini? Na hiyo siku. So the same ndio vile iko kwa ajili ya mwaka. Mwaka ni system ambayo utaikuta tayari iko ikifanya kazi. Lakini ni wewe ndio unastahili sasa kupresent, okay? Kutangaza vision yako, mambo yako, vitu unavyovipanga. Unaona? So hatua yako ya kufikiria, hatua yako ya kuset vitu, hatua yako ya kuweza kuplan vitu ndio itabadilisha mwaka. Ndio maana nimesema sio mwaka inabadilisha mtu, lakini mtu ndio anabadilisha mwaka yake. Okay. Naona? So watu wengi wanakosea sana mkufikiria mwaka mpya nakuja mwaka itatubadilisha. Mwaka iweza kubadilisha mtu, lakini ni mtu ndio anaweza kubadilisha mwaka kufuatana na namna anao set vitu vyake, utaratibu atakayeuweka kwa maisha yake. Ndio ile itafanya mwaka mpya ikuwe tofauti na mwaka iliyopita. Kama mtu hajafanya vile, basi kumekwisha kwa ajili yake. Atarudia kwa hiyo seko, atarudia kwa hiyo system, ataishi vifungo hivyo hivyo, ataishi mambo hayo hayo, ataishi kila kitu vile kilikuwepo. Ukisoma kitabu cha Mhubiri ama Ecclesiastes. Okay. Ukisoma Ecclesiastes wala Mhubiri mlango wake wa kwanza mstari wa 9, Biblia inasema hiyo. Biblia inasema mambo hayo iliyopita ndio mambo hayo itajirudia. Mfumo huo uliotumika mwaka iliyopita ndio mfumo itafanya nini? Itarudia tena. Sasa mabadiliko inatokea wapi? Mabadiliko sio time inaibadilisha. Mabadiliko ni wewe peke. Decision yako ndio itakuingiza kwa nini? Kwa ubadilisho. So kitu mimi naweza kuomba watu, msisubirie mwaka iwe ibadilishe vitu kwa maisha yenu. Sawa sawa. Msisubirie mkae muone wakati iwe ibadilishe vitu kwa maisha yenu. Hapana. Ni nyinyi mchukue na decision ya kuweza kubadilisha hii mwaka. Angalia ni wapi ulikosea mwaka iliyopita. Angalia ni wapi au kufanya kazi vizuri. Angalia ni wapi ulikosea kwa udhaifu wako. So badilisha hiyo vitu vyote, set hiyo vitu vyote, ili hii mwaka inayokuja ikifike Januari usirudi tena pale pale. Usianguke hapo hapo, usidondoke hapo hapo. Marafiki ambao walikuwa kikwazo kwako, walikushindisha wewe kuvuka, lazima utengane nao hii mwaka. Utafute marafiki wengine tofauti ambao watakusaidia wewe kukuboost ili ufanye nini? Uende mbele. Hiyo ndio vitu ambao watu wanapasha kufikiria. Na mara mingi sana nasikia watu wengine wanasema time itanibadilisha, time itabadilisha vitu. Mimi nasubiria wakati kikuja itabadilisha. Wakati haiweza kuja kwa ajili ya kubadilisha mtu. Sio wakati inabadilisha mtu. Never. Ni kama hivi huko hapa, hakuna chochote umepanga kwa maisha yako. Na unasubiria jioni kwa ibadilisha maisha yako. Wakati umelala usingizi kwa nyumba yako, jioni ikifika haiweza kubadilisha maisha yako, lakini itaboost mawazo yako, itaboost mipango yako ili kamilishwe. Okay. So the time can boost just your mind. Can boost your plan. Bitu nao biplan, bitu nao viandaa. So hii mwaka na kuombea iboost mawazo yako. Iboost kila kitu unachokifikiria. So hiyo ndio maombi yangu kwa ajili ya watu wote wanaonifuata sehemu yote mlipo. Msisubirie 2026 ije ibadilishe maisha yenu. Lakini mwe mnaweza kubadilisha 2026 kwa tofauti na 2025. Na kutakia mwaka mpya
njema, na kutakia nguvu mpya, na kutakia uwezo mpya. Uende ukafanikiwe kwa hatua zote za maisha yako in 2026. Amen. Mali amba ulikosa kufaulu, ulishinda kufaulu in 2025, naona kibali kia Mungu kikuangukia tena. Amen. Naona neema ya Mungu ikianguka juu yako. Amen. Na mimi nataka niambie mtu mmoja, usikate tamaa kwa sababu mwaka wa 2025 ilikuwa mbaya kwako. Hapana, haikukuwa mbaya kwako. Uliferi kwa sababu ulikuwa kwa shule. Kuna vitu Mungu alikuwa anataka uvifunze. Kuna shule kubwa sana Mungu alikuwa anataka wewe uimalize. Na vile umemaliza hiyo shule ya mapito uliyoipitia in 2025, naaminia baraka ya Mungu inaenda kutokea in 2026. Amen. Mungu anaenda kukuheshimisha. Na kama Mungu alikupatia na fursa ya wewe kufika mpaka mwisho na kuvuka mwaka, basi Mungu amekuaminia. Na kuna kitu Mungu anasubiria wewe kukamilisha hii mwaka inayokuja. Na kutakia baraka, uende ukakamilishe ndoto ya maisha yako. Mungu akupe vision kubwa ambayo itenda kutransform maisha yako. Amen. Amen. So your vision, the way you think, is going to transform your year of 2026. God bless you. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Asante, barikiwe.